Jahazi TV. Kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa uwakilishi iliyofunguliwa na walokuwa wagombea wa ACT Wazalendo imetajwa kwa mara ya kwanza katika Mahakama Kuu Zanzibar. Kesi hiyo ilitajwa mbele ya Naibu Mrajis Faraji Shomari Juma katika Mahakama Kuu iliyopo Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, na imeahirishwa hadi tarehe 18 Disemba 2025 ambapo itatajwa tena kwa mara ya pili. Kiutaratibu wa mashauri kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mashauri, baada ya sisi kufaili mashauri yetu au malalamiko, upande wa pili wa serikali pamoja na tume wameleta majibu yao, na leo kikao cha leo ilikuwa ni kwa mrajis au mbele ya naibu mrajis kujiridhisha kwamba pande mbili zime comply na amri ya mahakama ya kuleta majibu, pamoja na kwamba kila kitu kiko sawa. Ingelikuwa kila kitu kimekamilika, maana yake hatua inayofuata ni kwenda kupangiwa jaji, kwa maana mafaili haya kurudi kwa jaji mkuu ili ayapangie majaji. Lakini kwa sababu majibu ya serikali na tume tumeyapata leo, tumeomba tupewe muda kwa ajili ya kuyasoma ili tujiridhishe kama kuna haja ya kufaili majibu ya majibu, wanaita rejoinder. Na kama hakuna haja, basi tutaruhusu Mheshimiwa Mrajisi aendelee na hatua zinazofuata kwa ajili ya kupeleka shauri mbele ya kupeleka mafaili haya kwa jaji mkuu ili ayapangie majaji watakaosikiliza mashauri haya. Na Mheshimiwa Mrajisi ameridhika na amekubaliana na maombi yetu na ametupa wiki moja mpaka tarehe 18 kwa ajili ya kuja tena kukutana hapa na kuweza kutoa maelezo kwamba tunayo majibu au hatuna, na sasa hatua nyingine ifuate. Lakini kwa leo kila kitu kimekwenda sawa. Sasa taratibu za kimahakama ziko wazi, hakuna ramli. Taratibu za kimahakama ziko wazi, hakuna siri. Ndio maana unapofaili document unampa na upande wa pili, hakuna siri. Kwa hiyo ndio maana majibu yao wametuletea sisi, kwa sababu ni haki yetu tupate. Kwa hiyo nasema haikuwa hoja hata kidogo, na ndio maana naibu mrajisi hakuweza kuentertain na akaamrisha kwamba sisi tupewe muda wa kwenda kuyasoma ili baadaye tuamue kama tunajibu au hatujibu. Yaani ni kweli tumefaili chama cha ACT Wazalendo, hasa wagombea wa nafasi za ubunge wamefaili mashauri kama haya kwenye mahakama hii kwa majimbo ya Unguja na Mahakama Kuu masjala ya Chake Chake kwa upande wa Pemba, na tayari zimeshapangiwa tarehe na kwa ajili ya kuja kuwapia kwa mara ya kwanza, na tukitarajia kwamba tutapata majibu pia ya upande wa Tume Huru ya Uchaguzi pamoja na Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ni kweli na confirm kwamba mashauri hayo yapo mahakamani, yameshafailiwa, na najua kwamba ndani ya siku chache zijazo, hasa tarehe 14 na 15 na 17, basi tutakuja tena hapa kwa ajili ya mashauri ya awali. Wakili wa upande wa mlalamikaji anaongozwa na wakili Omar Saidi Shabani aliomba mahakama itoe hati ya majibu ya upande wa serikali ili walalamikaji waweze kuyapitia kabla ya hatua zaidi ya usikilizwaji. Kwa upande wa serikali, jopo la mawakili wa serikali lililoongozwa na Mbaruku Suleiman Othman kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu lililokubali kutoa majibu hayo, lakini likatoa angalizo kuwa majibu hayo yasitumike kupitia pingamizi ambazo tayari wameziwasilisha katika utetezi wao. Zainab Ali, Jahazi TV. Jahazi TV.